tunatamalaki siku ya leo. Tuna kila sababu ya kulifuata jina la Yesu. Tunakuhitaji Mungu. Tuna kila sababu. Yesu tusaidie Bwana. Yesu tusaidie wakati huu Bwana. Tusaidie leo Baba. Tusaidie leo Yesu Bwana. Mtakatifu. Asante Bwana. Haleluya. Unaweza ukamchapia Yesu makofi mahali. Amina. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya mnenaji wa siku ya leo. Wote tunaweza tukampeleka mikononi mwa Mungu. Mtumishi wa matazama siku ya leo. Simama tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tazama Mungu, tunakushukuru na kusema asante tena kwa ajili ya majira haya na wakati huu ambao watoto wako tunaenda kunyamaza kimya sasa. Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuisikia sauti yako ambayo Bwana umepanga kunena nasi siku ya leo kupitia kinywa cha mtumishi wako ambaye Bwana umempaka mafuta mabichi kwa ajili ya kunena na kusanyiko lako. Tunaomba Mungu ukamtumie sawa sawa na aliyo mapenzi yako. Roho Mtakatifu ukamsaidie kwa sababu yeye mwenye peke yake hawezi, anahitaji msaada kutoka kwako. Ukanene nasi Bwana, ukanene na kusanyiko lako. Tuko tayari Bwana utufundishe, tuko tayari utuonye, tuko tayari utukumbushe yale yatupasayo Bwana. Asante Yesu kwa sababu wewe Mungu uko mahali hapa na uko tayari kutuhudumia kwa wakati huu. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Karibu mnenaji wa siku ya leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya afya njema ambayo amenipa. Nashukuru Mungu kwa ajili ya 2026. Ni siku ya 14 sasa tangu tumeuanza mwaka. Namshukuru Mungu kwa ajili yako pia wewe ambaye umepata nafasi ya kuweza kufika mahali hapa. Binafsi zaidi nimshukuru Mungu, nimshukuru Roho Mtakatifu, yeye aliyeona kwamba naweza kusimama siku ya leo kama chombo kiwakilishi kwa ajili ya watakatifu wake. Nakushukuru Bishop pia kwa ajili ya nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu ni nafasi ya pekee sana kufika siku ya leo, tarehe ya leo, muda huu, na nafasi niliyopata hakika ni nafasi ya pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki wewe ambaye umepata nafasi pia, maana mimi nasema sio rahisi, ni nafasi ya kipekee sana. Kwa hiyo usione kwamba ni kawaida tu, yani ni kawaida kwa sababu imefika Jumatano natakiwa kwenda ibadani. Hapana, uone kwamba ni nafasi ya kipekee mno, kwa sababu kuna wengine walitamani lakini hawajapata nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakusudi na wewe siku hii ya leo kwa ajili ya neno au ujumbe ambao ameuandaa kwetu au kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Mungu hatafuti watu, Mungu anamtafuta mtu. Amen. Yule mtu ambaye yuko tayari, yani anapoandaa neno ni kwa ajili ya mtu. Huenda tumekuja hapa wote, lakini kuna mtu mmoja ambaye siku ya leo Mungu anakusudi naye. Sasa kupitia neno hilo mtu huyo anaenda kupona, mtu huyo anaenda kuimarika, mtu huyo anaenda kusimama tena. Ndio maana nikasema Mungu hatafuti watu. Usiseme tuko hapa kwa sababu tuko hapa, sema kwa sababu niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nani Mungu aliyemkusudia, huenda ni mimi, kwa sababu pia sio neno niloliandaa mimi, ni Roho Mtakatifu aliyeliandaa ndani yangu. Huenda ni mimi leo nataka kuimarishwa. Sasa
unapokuwa hapa, nani hajafika, nani ukoje, huyu anapokeaje, mwangalie Mungu aliyekuleta hapa ili uweze kupokea au kukutana naye kwa namna ambavyo yeye amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo kwanza niwakaribishe katika darasa hili, maana leo ni siku ya Jumatano. Tupo hapa kujifunza. Japokuwa sio mwalimu mzuri, hatuko hapa kuhubiriana. Ni siku ambayo tunajifunza, ni darasa huru, tunaruhusiwa kuuliza maswali na mwalimu yuko hapa ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye darasa hili. Jisikie upo darasani. Bwana Yesu asifiwe. Unapoambiwa upo darasani, na maana kuna kujifunza, kuna kupokea, kuna kuelimishwa, kuna kuonywa, kuna kukemewa, vyovyote vile ambavyo Roho Mtakatifu atapenda tujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ujumbe wetu au kichwa cha somo letu la leo ni nguvu ya umoja ndani ya kanisa. Nguvu ya umoja ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Umoja ni nini? Umoja ni hali ya kuwa pamoja na kushirikiana kufanya kila kitu. Ni hali ya kuwa pamoja na kushirikiana kufanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ya kuwa pamoja na kushirikiana kufanya kila kitu. Mnaweza kuwa pamoja lakini msifanye kila kitu. Hapo huo sio umoja, bali ni upamoja. Kumbe hapa tuna maneno mawili. Tuna umoja lakini kuna upamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema umoja ni hali ya kushirikiana kufanya kila kitu. Ni hali ya kuwa pamoja na kushirikiana kila kitu. Ijapokuwa mnaweza mkawa pamoja lakini msishirikiane kufanya kitu. Hapo huo sio umoja, bali ni upamoja. Kumbe tunaweza tukawepo sehemu tupo pamoja lakini hatupo katika umoja. Kumbe umoja ni neno lingine na upamoja ni neno lingine. Kila neno hapo linajitegemea. Tunaweza tukawa humu tupo pamoja sasa hivi hapa, lakini tusiwe katika hali ya umoja. Tupo pamoja kwa sababu tumekusanyika. Tupo pamoja kwa sababu tumeingia hapa, lakini tusiwe katika hali ya umoja, kwa sababu ninachokiwaza mimi sio mzee wa kanisa anachokiwaza, sio mama mchungaji anachokiwaza. Tayari kule kutofautiana mawazo, kule kutofautiana mitazamo, ijapokuwa tupo mahali pamoja, ni tupo pamoja, lakini hatupo katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Twende taratibu, tutaelewana. Nishasema mimi sio mwalimu mzuri, lakini namwamini Roho Mtakatifu. Umoja unaanzia kwenye upamoja. Umoja unaanzia kwenye upamoja. Tukikubali kuwa pamoja ni hatua ya kwanza ya kwenda kwenye umoja. Ijapokuwa hiyo ni situation nyingine, hiyo ni gharama nyingine. Tunaweza tukakubaliana kuwa pamoja, tukakubaliana, wala mtu akituona hivi asiwe na shaka, wala mtu akituona hivi asijue kwamba hapa tupo pamoja lakini hatuna umoja. Twende tukasome kitabu cha Zaburi. Msomaji mzuri wa haraka haraka anisomee Zaburi 133 mstari wa kwanza. Utasoma na mstari wa pili. Zaburi 133 mstari wa kwanza. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amina. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Angekuwa na uwezekano wa kuishia kwamba ndugu wakae pamoja, ikatosha. Kwamba tazama jinsi ilivyo vyema ndugu wakae pamoja, akaweka nukta. Lakini hakuishia hapo, akasema tazama jinsi ilivyo vyema
na kupendeza. Ndugu wakae pamoja, akaweka mkato kwa umoja, akaweka nukta kwamba upamoja tu, hawa ndugu wakikaa katika upamoja tu haitoshi, ni lazima wakae na umoja. Umoja maana yake nilisema ni kushirikiana kila kitu. Ninachokiwaza mimi nimshirikishe mtu wa pili, nimshirikishe mtu wa tatu. Katika hayo mawazo mimi nitakapotoa mawazo yangu mimi nikamshirikisha mtu wa pili, mtu wa tatu, kitajengwa kitu imara kimoja, ambacho katika hicho kitu sasa hakijatoka kwenye mtazamo wa mtu mmoja, bali kilishirikishwa. Hiki kitu huwa kikitokea kinatokea kwa nguvu, kwa ushindi, kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Familia yenye umoja ni familia ambayo ina mafanikio. Ukishaona kwenye familia kuna mafanikio, ujue hiyo familia ina umoja. Waswahili wanasema kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma kuna mwanamke, kwenye mafanikio ya mwanamke nyuma kuna mwanaume. Sasa hawa watu, hata kama hii ni ndoa, huyu ni mtu na mume, lakini wanaishi pamoja, pasipo umoja huwezi kuona hayo mafanikio. Otherwise kila mmoja anaweza akawa na mafanikio yake, yaani kwa namna yake. Sasa hapo tayari tunasema kila mmoja amefanikiwa kwa namna yake, hatuiti tena umoja. Mimi nikipata cha kwangu ni cha kwangu, na huyu wa pili au mume akipata cha kwake ni cha kwake. Mimi ninawaza nikalipe vikoba, mwanaume anawaza akanunue kiwanja. Unaona, hayo ni maisha ya kawaida ya kimwili. Mimi ninawaza nikipata pesa yangu nikalipe mchezo, nikipokea mchezo nikalipe kikoba. Yule anawaza akipata pesa akikusanya alipe hiki kwa watoto, alipe hiki, halafu akanunue kiwanja. Sasa ona, hiyo situation ya kwenda mpaka kununua kiwanja, kama kile kiwanja kilitakiwa kinunuliwe kwa miezi 5, hakitanunuliwa kwa miezi 5. Kwa sababu gani? Wapo pamoja. Ni kweli kila mtu ni mtafutaji, huyu anatafutia huku, huyu anahangaikia huku, lakini hakuna umoja. Wanapoketi hawaambiani kwamba mimi nimepata 500 na wewe umepata 500, tukijumlisha ni shilingi 1000. Sasa kwenye hii 1000 tuanze kutatua tatizo la 1000 likaisha. Vinginevyo nimepata 500, hii itakuwa yangu, amepata 500 itakuwa yake. Kwa sababu mimi ninatakiwa kutatua tatizo la 1000, ni lazima nikatafute tena 500 nipate 1000. Sasa ile shida ya 1000 iliyotakiwa itatuliwe kwa siku moja itatatuliwa kwa siku 2-3. Kwa hiyo hatuwezi kufikia mafanikio, hatuwezi kupiga hatua kwa namna hiyo. Kumbe umoja ni kitu cha msingi sana katika maisha ya Mkristo. Kama wewe ni Mkristo uliyookoka, unayejua kwamba Mungu amekuweka mahali fulani, cha kwanza unachotakiwa ni umoja. Kama upo kwenye familia, unatakiwa hiyo familia uitengeneze iwe na umoja. Umoja pia unaleta uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Umoja unaleta uaminifu. Tukiwa tuko pamoja, ni tunaingia, ndio mimi ni mama, ninaingia asubuhi, ninaaga ninaenda kazini, jioni ninarudi. Baba anaingia asubuhi, anaaga anaenda kazini, jioni anarudi. Tutakutana Disemba. Hiyo Disemba itakuwa na mvutano na msuguano na maumivu makali, ambapo mkikaa mezani mkiangalia, kumbe mngeenda kwa pamoja, isingefika Disemba kwa jambo ambalo lilitakiwa lifanyike Disemba, lingefanyika hata mwezi wa 6. Kumbe sasa umoja pia unaleta uaminifu, kwa sababu mimi nikija nikisema nimepata shilingi 500 na wewe umepata shilingi 500, tunaanza kujenga uaminifu na ukaribu wa zaidi. Inasaidia pia kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya watu wanaoishi kwa umoja yana nguvu, kwa sababu ninaposema kwamba nimekatika mizunguko yangu, Mungu amenibariki, nimepata shilingi 500. Tunapoingia kwenye maombi, ninasema Mungu mbariki mume wangu kesho asipate 500, apate shilingi 1000. Mungu mbariki mke wangu kesho asipate 500, apate shilingi 1000. Unaona, sio sasa tunaenda mpaka kiroho. Hapo nilikuwa naelezea katika familia, lakini hata kiroho. Kanisa lenye upamoja na umoja ni kanisa linalopiga hatua kwa spidi sana.
Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lenye umoja na upamoja ni kanisa ambalo linapiga spidi kwa kila kitu. Linapiga spidi ya kiroho, lakini linapiga spidi pia ya kiuchumi, yani ya kimaisha, ya kimwili. Hatutakuwa hivi au tusingekuwa hivi, huenda kuna mahali tumepunguza umoja. Mimi nikiingia hapa, umoja, ukikosa umoja kuna ubinafsi. Amen. Pasipokuwa na umoja kuna ubinafsi. Kwa hiyo mimi nikiingia hapa najiombea. Najua pilika zangu za kutwa nzima. Kwa hiyo tukiambiwa tuingie kwenye maombi, mimi ninajiombea. Mungu niangalie mimi, Mungu angalia biashara, Mungu angalia watoto wangu, Mungu angalia hile, angalia kile, angalia hiki, kwa sababu ni mimi, ninajibeba mimi kama mimi. Lakini kanisa lenye umoja, tukiingia hapa tukisema tuombee uchumi, hutaanza kujiombea wewe. Utamtazama mzee Musa, utasema Mungu, mwangalie mzee Musa, kutana naye, bariki hiki, kazi yake, hivi na hivi. Na huwa kanisa lenye umoja au mahali penye umoja, huwaga tunafahamiana kwa undani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umoja, nimesema, unaleta uwazi, unaleta ukaribu, unaleta kuaminiana. Kama mimi na wewe ni kitu kimoja, hutanificha kazi unayoifanya wewe. Ina maana sasa kwenye maombi nitakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Hutanificha changamoto ambazo unapitia. Ina maana nikiingia kwenye maombi nitakuombea. Lakini leo hii naingia hapa, sijui hata mama Kendi ni nani. Tunaabudu kanisa moja, ni Wakristo wa Mungu, simjui. Nikija hapa nikimkuta, Bwana Yesu asifiwe, amina, nakaa kwenye kiti, tuombe, najikamata mimi na familia yangu na ukoo na kila kitu. Sasa mimi natukumbuka hata ukoo, ile familia, zile shughuli za kila siku. Hapo hapana umoja, hapo tupo pamoja. Kwa pamoja tupo pamoja kwa sababu tunakutana, tunaingia wote hapa, tunaonana, tunasalimiana. Lakini umoja haupo. Sijui unapitia changamoto gani, sijui kuna mazingira gani ambayo wewe unayapitia, sijui chochote. Halafu ninasema mimi, wewe ni ndugu yangu, lakini sijui chochote kukuhusu wewe. Kanisa la leo ndiko lilikofikia. Kanisa la leo ndiko tuliko. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akitaka kuvuruga familia, anaanza kuondoa umoja. Kila mmoja anakuwa binafsi, kila kitu ni chake, kila mtu kitu ni chake. Unachokipata ni changu, mshahara ni wa kwangu, biashara nikipata faida ni ya kwangu, mimi ni ya kwangu. Zaidi sana tunataka sasa kuingia kwenye ushindani, kwamba anione ninafanya kitu fulani. Kupitia kazi yangu anione ninafanya kitu fulani. Ukiona wewe unafanya nini, hiyo kazi yako inakusaidia nini, wewe unafanya nini? Kwa hiyo sasa inakunyima kujua hata changamoto, kujua hata huyu mtu vizuri. Kwa hiyo shetani amefanikiwa kwa asilimia fulani kulisambaratisha kanisa, kulivuruga kanisa, kulitenganisha kanisa kwa neno umoja. Na kwa sababu tunaona ni hali ya kawaida, ni kitu cha kawaida, na sisi tunatembea humo humo, hatuna wasiwasi. Atajua mwenyewe, hilo ni shauri yake mwenyewe, mimi halinihusu. Kwanza ukiambiwa, maana tunaambiana, nimefika sasa tunaambiana matatizo yaliyo makubwa, lakini hata hilo tatizo kubwa pia ukiambiwa ni nani, atajua yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaposema ni kanisa, sio kanisa la hapa tu, yaani ni kanisa ulimwengu sasa lilipo, mahali linapoendea, mahali lilipo ni mahali ambapo shetani amefunga hiyo sehemu. Kwanza amefanikiwa kupavuruga, amefanikiwa kuharibu hiyo engo, halafu amepafunga, na sisi tunaona tuko salama. Kanisa B wakipata shida ni kanisa lao na mchungaji wao na askofu wao, watajua wao wenyewe. Hakuna ile kusema tubebeane mizigo, tuombe, tulie, tumuite Mungu kwa ajili ya kanisa B. Bwana Yesu asifiwe. Halafu tukiulizwa tunasema sisi ni wa baba mmoja, sisi kichwa chetu ni Kristo, sisi ni mabibi harusi, tunamsubiri bwana harusi, tunamhubiri Kristo, tunamhubiri Yesu, tunamsubiri Yesu arudi. Lakini kila kanisa linatembea mahali lilipo, namna linavyotaka, jinsi linavyotembea. Inafika hatua sasa hata kama kanisa ambayo yanamilikiwa na askofu mmoja, bali yanaingia kwenye hiyo changamoto. Yaani wameshajitenga sasa, kwa sababu shetani akafanikiwa kule kwamba kanisa moja likipata shida, hilo ni kanisa lao na mchungaji wao, anaingia sasa kwenye kanisa la mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe.
anaingia kanisa la mahali pamoja. Ndio maana ninasema niko hapa, simjui Mama Kendi ni nani, ili mradi ninamkuta humu, ninamsalimia, ninamaliza. Anaonekana ibadani sawa, hajaonekana ibadani sawa, anapitia changamoto gani sijui na sitakiwi kujua. Jamani, muda umetuacha, siku zimekwenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunatakiwa kuishi katika utandawazi, ni kweli tunatakiwa kuishi katika globalization, lakini sisi tulio na akili, sisi tulio na ufahamu, tutambue vitu ambavyo shetani huwa anatumega kidogo kidogo, anatumega kidogo kidogo, anavunja kanisa kidogo kidogo, anaharibu kanisa kidogo kidogo, anatelekeza kanisa kidogo kidogo. Hatumii nguvu nyingi, halafu wanatumia vitu ambavyo sisi huaga tunavidharau. Bwana Yesu apewe sifa. Matendo ya Mitume 12 mpaka 19. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12 na hadi 19. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakufungua mlango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro amesimama mbele ya lango. Wakamwambia una wazimu, lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena na malaika wake. Petro akafuruliza kugonga, hata walipokwisha kufurulia wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu wabariki. Akaondoka akaenda mahali pengine. Hata alipowakumbuka askari hata kulipopambauka askari wakaingia na fadhaa nyingi, amekuwaje Petro? Na Herode alipomtafuta asimwone, akawauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Kisha akateremkia kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria, akakaa huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi ni habari za Petro na Yakobo wakati Herode analitenda mabaya kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Petro amekamatwa akapelekwa gerezani, kanisa lililia, kanisa liliomboleza, kanisa lilikusanyika. Nilisoma Biblia nikataka kuona kwamba wangelitaja kwamba kanisa la Petro, yani lile Petro alilokuwa anahudumu lile kanisa tu, kwamba kwa mfano kanisa la Seki Sabasaba, hivyo ndio waliojifungia. Lakini Biblia inaniambia kwamba kanisa tu liliungana, likamuomba Mungu, likamlilia Mungu. Hata Mungu akasikia kilio chao, akamtuma malaika akaenda kumtoa Petro gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa adha hii watu hawakukaa, watu hawakupumzika. Waliona kwamba Herode sasa anataka kulizoea kanisa. Wakaona sasa Herode hapa kunakoendea shida itatokea. Herode atatumaliza kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa. Yeye ana mamlaka, yeye ana madaraka. Cha kwanza, hawakuangalia udhaifu wa Petro. Yaani hawakumwangalia Petro kwamba hivi Petro na kile kiherehere chake chote kile, mimi nianze kuomba kwa ajili ya Petro. Unajua Petro ni mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa na kiherehere kuliko wanafunzi wote. Sasa kwanza hawakuangalia udhaifu wa Petro, kwamba inawezekana kiherehere chake ndio kilichomfanya mpaka anakamatwa. Huyu Petro anafikika kanisani kweli wewe? Vipindi vyote anahudhuriaga. Hawakuangalia. Petro unajua ni mwongeaji. Hawakuangalia. Petro unajua ana fujo. Hawakuangalia chochote. Walipoona kwamba Herode anazidi kulishambulia kanisa, hawakuangalia udhaifu wa Petro, walichoangalia wakasema kanisa likajifungia. Ina maana hawa watu sijui walijifungia siku ngapi, kwa sababu wanasema ilikuwa ni usiku ambapo malaika alienda kumtoa Petro katika gereza.
akaenda akamwambia aondoke, akawakuta wale watu. Jambo la pili, hawakuwa na uzuru. Yaani katika kumwombea Petro hawakuwa na uzuru. Hakuna mtu aliyesema mimi watoto wangu nyumbani nimewaacha peke yake. Hakuna aliyesema mimi saizi ni muda kurudi kwenye biashara. Hakuna aliyesema mimi kazini nimezuiliwa. Ina maana, hebu tuulizane, maana nilishasema hili ni darasa huru. Wale watu ni kweli kwamba hawakuwa na kazi za kufanya, walikuwa ni watu wa kushinda kanisani? Hawakuwa na kazi za kufanya, hawakuwa na familia, hawakuwa na ndoa, hawakuwa na watoto, hawakuwa na kazi mbalimbali, lakini hawakuwa na uzuru. Maana hapa Biblia inaniambia walikusanyika, wakaomba, wakalia, walifunga, sijui walifanya nini, lakini walimlilia Mungu. Mungu akashindwa kutulia, akauliza kuna nini, akaambiwa Petro yuko gerezani. Petro hakutolewa gerezani kwa umaarufu wake, kwa ajili ya umaarufu wake. Petro alitolewa gerezani kwa ajili ya maombi ya watakatifu. Petro hakutolewa kwa sababu wanamjua kwamba huyu ni mwombaji sana, huyu ni mwimbaji mzuri, huyu ni yupo karibu sana na Yesu, kwamba Yesu Mungu ndo akaamuru malaika wakamtoe Petro. Kuna watakatifu waliopiga magoti usiku kucha, kuna walioomba, kuna waliomlilia Mungu, kuna walioomboleza. Hakuna aliyoomba kuhusu swala lake, mambo yake binafsi. Kwa sababu ingekuwa wameombea masuala yao binafsi pale, ingechukua muda. Tunachukua muda kujibiwa mambo, kwa sababu tunapoingia kwenye maombi, kila mmoja anajijua mwenyewe, kila mmoja anajitazama mwenyewe, kila mtu anapeleka hoja zake. Pale hakukuwa na uzuru, pale hakukuwa na mwenye shida, pale hakukuwa na mwenye magonjwa, pale kila mmoja alipolia alilia kwa habari ya Petro. Kila aliyoulizwa moyoni mwake alisema tunamtaka Petro, tunamtaka Petro, tunamtaka Petro. Kwa namna hiyo, Petro akisikia siku nyingine, sijui Yohana amekamatwa, Petro atakaa nyumbani? Petro atalala? Petro atakumbuka uvuvi? Petro atakumbuka chochote? Hawezi kukumbuka chochote. Tayari pana umoja. Penye umoja pana ushindi. Penye umoja pana mafanikio. Penye umoja pana nguvu. Penye umoja pana imara. Kanisa linalokuwa na umoja ni kanisa ambalo halitetereki, halisumbuliwi na changamoto ndogo ndogo, halisumbuliwi na mambo madogo madogo. Haya mambo yamenikanyaga, haya mambo yamenifinya, haya mambo yanakuwa makubwa. Tunawachosha watumishi wa Mungu kwa sababu hatuna umoja. Na kwenye huo umoja hakuna upendo, hakuna maelewano. Pakikosekana umoja hakuna maelewano. Nikikukanyaga wewe unaangalia kwa nini umenikanyaga, lakini penye umoja nikikwambia pole nimekukanyaga, basi utasema asante. Kanisa hilo limekuwa ni vurugu mechi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vurugu mechi. Hatueleweki. Hatujui tunataka nini. Yaani imefikia hatua hatujui tunataka nini. Tupo tu. Tumekuwa ni desturi ya kuingia na kutoka. Unajua nani anayechoka katika hali hii? Unatambua nani anayeumia katika hali hii au katika kipindi hiki? Ni wachungaji waliowekwa kutulea. Ni wachungaji waliowekwa kutuchunga. Wanasahau hata wamejiombea lini. Sijui kama wana desturi hiyo. Wanaombea matatizo ambayo ni madogo madogo, ambao sisi praise wenyewe tungesimama tukayaongea tukamwomba Mungu yakaisha. Sisi wanakwaya wenyewe tungesimama tukayaongea tukamwomba Mungu yakaisha. Sisi wamama wenyewe tungesimama tukayaombea tukamwomba Mungu yakaisha. Hatuna ujasiri huo, kwa sababu kila mmoja amebeba mambo yake. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisaidie kanisa. Ni kweli tupo katika majira ambayo yanahitaji kumtafakari Mungu, kumjua Mungu kwa kiwango kikubwa, halafu na akili ya ziada. Mungu atupe hekima, tujue kwamba haya kwa nini yanatokea. Pasipo kujua kwa nini haya yanatokea, ni sawasawa wanasema unatibu tatizo. Usipotibu chanzo cha tatizo, hilo tatizo ukitibu, kesho litatokea tena, kesho kutwa tena, kwa sababu hujatibu chanzo cha tatizo. Sasa tupo kwa ajili ya kuweka vikao na kusuluhishana na kuombeana. Maombi mengine mpaka yanachelewa kujibiwa, kwa sababu kuna sehemu ndogo sana ambayo huenda hata tungepata kumsumbua Mungu kwa maombi. Kukaa kuelewana, una changamoto gani? Mbona tukisema kila siku uwahi kanisani wewe huwahi? Hebu tuambie kwa upendo, kwa kuvumiliana, kwa kubebana, kwa kiasi. Hebu tuambie una changamoto gani? Mimi mwenzenu una changamoto hii na hii. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema ufike kwenye
kwaya, hufiki mwenzetu, una changamoto gani? Mimi nina changamoto hii. Na huu ndio umoja ambao siku ya leo ninahubiri, ambao Mungu alitaka tukumbushe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nilimshangaa Mungu sana, lakini kwa sababu namwamini